Karibu sana katika channel hii ya Farm TZ, uendelee kujipatia elimu ya ufugaji wa sungura wa kisasa. Kwa majina naitwa Fadhili Mfaume, ni mjasiriamali ninayejishughulisha na ufugaji wa sungura huu wa kisasa. Napatikana katika mkoa wa Lindi. Katika video hii naenda kukufundisha mambo ya muhimu na ya msingi sana kuyafanya kila siku katika mradi wako wa ufugaji wa sungura. Pale unapokuwa unawalea watoto wa sungura kuanzia wiki ya 3 mpaka wanapotimiza miezi 2, kipindi ambacho unakuwa uko tayari zaidi kwa kuachisha kunyonya maziwa ya mama yao na kutumia chakula cha kawaida. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare video hizi kwa watu wetu wa karibu ili wapate kujipatia na wao elimu ya ufugaji huu wa sungura wa kisasa. Baki nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili ujipatie elimu iliyokuwa bora zaidi katika ufugaji wa sungura wa kisasa. Hakikisha muda huu unawapatia chakula cha kutosha sungura mama mtu, ale chakula cha kutosha na cha kushiba. Na hao watoto kwa sababu wanakuwa ndio wameshaanza kula, ni vizuri zaidi kuwa unawekea nyasi laini sana ambazo ni nyasi kavu, ili waanze kujifundisha vizuri katika kula hizo nyasi, na ambazo zitawasaidia sana katika kuboresha mfumo wao wa mmeng'enyaji wa chakula kwa ujumla. Jitahidi sana katika swala zima la usafi wa mabanda, na hapa utaondoa zaidi uchafu wote kuanzia kinyesi pamoja na mabaki yaliyobaki ya chakula. Na jitahidi sana katika usafishaji wa vyombo vya maji na kuwekea maji yaliyokuwa safi pamoja na chakula kilichokuwa safi. Hakikisha unasimamia vizuri sana swala zima la ukaguzi wa afya na maendeleo ya ukuaji wa hao sungura watoto, kwamba wamekula vizuri, ila pia wanakuwa na nguvu na wanacheza vizuri, wamechangamka vizuri kabisa na hawana dalili yoyote ya maradhi, mfano labda vile kuharisha. Na hii utakuwa unawakagua katika sehemu zao za haja kubwa. Kama endapo utaona kuna dalili yoyote ya kuloaloa au kuwa na maji, jua sungura wako wameshaanza kusumbuliwa na ugonjwa wa kuharisha. Ila pia utawakagua katika maeneo mazima ya macho pamoja na puani. Hakikisha maeneo hayo yote yapo makavu na kupo salama kabisa, manake sungura wasio wamepata ugonjwa wa mafua. Na ukishazikagua hizi dalili zote, ukaona labda kuna dalili mojawapo ya hizi, manake hizo ni dalili za sungura wako kuanza kupata mafua. Ila pia lazima uhakikishe kwamba sungura wako wameshiba vizuri kabisa. Kumbuka kwamba haya mambo ni ya muhimu sana kuyafanya siku zote katika kipindi hiki cha kuanzia wiki 3 mpaka wanapotimiza umri wa miezi 2. Usije ukaacha hata siku moja kufanya ukaguzi huu, kwa sababu utakusaidia sana katika kupunguza vifo vingi vya sungura watoto na itakuongezea zaidi katika ukuaji uliokuwa bora na kufanya mradi wako upate kukua vizuri. Na kwa wale ndugu zetu ambao wanahitaji elimu ya mafunzo ya ufugaji wa sungura, tunatoa mafunzo haya kwa muda wa mwezi mmoja kwa gharama ya shilingi 5,000. Ila pia kama unahitaji kitabu cha ufugaji wa sungura kisasa, kitabu pia tunaviuza, vipo kwa mfumo wa soft copy, na utapata kitabu chako kwa gharama ya shilingi 10,000. Wanapotimiza umri wa kuanzia mwezi mmoja mpaka mwezi mmoja na nusu, huu ni muda mzuri sana wa kuwapatia dawa kwa ajili ya kuwakinga na magonjwa mbalimbali kama vile minyoo pamoja na coccidiosis. Na hapa unaweza ukawapatia madawa ya dukani au pia ukawapatia madawa ya asili, yani nazungumzia madawa ya kienyeji, ili mradi upate kuwakinga kwa hii changamoto ya haya maradhi au sungura wako, ili wapate kuendelea kukua vizuri. Na kwa muda huu pia utakuwa unaanza kuwabadilishia chakula kidogo kidogo, na ni vizuri zaidi kuwapatia pia chakula chenye virutubisho maalum kama vile pellets, au kaamua kuwatengenezea mwenyewe chakula cha virutubisho maalum kwa ajili ya kuwafanya afya zao zizidi kuwa bora zaidi na wapate kukua vizuri zaidi.
Wanapotimiza wiki ya 7 sungura wako au wiki moja kabla ya kutimiza miezi miwili, unaweza ukawazidi kuangalia vizuri afya zao, na wale ambao waliokuwa na afya iliyokuwa bora zaidi unaweza ukaanza kuwahamisha na kuwatenganisha na mama yao, kuwapeleka katika chumba kingine. Na hapa utaangalia kama kuna sungura ambao afya yao bado dhoofu, hao ndio utawaacha kwa mama yao waendelee kunyonya mpaka watavutimiza umri wa miezi miwili kamili, na hapo ndio utakuwa na wao unawahamisha, ili mradi kuwapatia nafasi nyingine sungura hao wazazi kupandwa na kuendelea na mzunguko mwingine wa uzalishaji. Jitahidi sana katika utekelezaji wa haya mambo na usimamizi uliokuwa bora, na ujitahidi kuepuka makosa ambayo yanawagharimu wafugaji wengi sana wa sungura katika kipindi hiki. Na makosa hayo ni kama yafuatayo. Kosa la kwanza, jitahidi sana kuepuka mfumo wa kuwabadilishia chakula kwa ghafla au sungura watoto, kwa sababu utavofanya hivyo sungura mfumo wao wa mmeng'enyo wa chakula unakuwa bado haujakaa vizuri, na unaweza ukawasababishia changamoto za magonjwa ya tumbo kama vile tumbo kuvimba na kujaa gesi. Na jitahidi sana kuepuka kuwapa chakula kidogo. Hakikisha sungura wako unawapatia chakula cha kutosha, kwa sababu katika muda huu endapo sungura watakaa na njaa, unaweza ukasababisha pia sungura wako kufa ovyo. Jambo lingine, epuka uchafu na unyevunyevu wa aina yoyote katika mabanda hayo ya sungura, kwa sababu hiyo pia inaweza ikapelekea kupata maradhi kama ya coccidiosis. Na endapo ukafuatilia na kutekeleza vizuri kabisa mambo haya niliyokufundisha hapa, una uwezo mkubwa sana wa kupunguza vifo vingi sana vya sungura wako na kukufanya ukapata matokeo yaliyokuwa bora na ukapata kukuza mradi wako ndani ya muda mfupi sana. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare video zetu katika magrupu mbalimbali ya mitandao ya kijamii. Ila pia kama utakuwa una changamoto ya aina yoyote au una swali la aina yoyote katika ufugaji wa sungura wa kisasa, andika kwenye comment hapo chini na mimi nitakusaidia kulitatua tatizo hilo ambalo linakusumbua kwa muda huu. Asanteni sana na tukutane katika video zingine zinazofuata katika chaneli hii.